Ni mchakato rasmi wa kidemokrasia unaoendeshwa kwa mujibu wa sheria, kuwawezesha wananchi kufanya maamuzi kwa njia ya kuwapigia kura na kuwachagua watu ambao wanataka kuongoza kwa kipindi maalum. Ibara 21(1) ya Katiba ya Zanzibar imeweka wazi kuwa kila raia wa Zanzibar mwenye umri wa miaka 18 au zaidi ana haki ya kushiriki katika maisha ya siasa ya nchi yake, ikiwa ni pamoja na haki ya kupiga kura na kuchaguliwa katika uchaguzi wowote unaofanywa kwa mujibu wa Katiba ya Zanzibar. Kupiga kura ni njia ya kuonesha maoni yako kuhusu viongozi na sera mbalimbali. Kura yako inaweza kusaidia kuchagua mtu sahihi au sera unayoiamini itakayoleta mabadiliko chanya kwa mustakabali wa nchi yetu. Aidha, kupiga kura ni mojawapo ya njia ya kuimarisha na kulinda mfumo wa kidemokrasia. Kila raia aliyejiandikisha na mwenye kitambulisho cha kupiga kura ana haki ya kupiga kura, haki ya usiri wa kura, haki ya kupewa taarifa juu ya mchakato mzima wa uchaguzi ili kuweza kufanya maamuzi ya busara, haki ya kushiriki uchaguzi kwa usawa, haki ya kushiriki kampeni na haki ya usalama kabla, wakati na baada ya kupiga kura, na haki ya kutoathiriwa na rushwa. Mpiga kura ana wajibu wa kujitokeza kupiga kura, kutathmini wagombea na sera zao, kuheshimu na kuzifuata sheria, kanuni na miongozo ya uchaguzi, kudumisha amani kabla, wakati na baada ya kupiga kura, kuheshimu maamuzi ya wengine, kuhamasisha wengine kushiriki katika uchaguzi, kutokupokea rushwa au kushawishiwa kinyume na sheria kama vile kutumia kitambulisho cha mtu mwingine au kutumia lugha ya matusi. Kituo cha kupiga kura ni pahala rasmi palipoandaliwa na Tume ya Uchaguzi ambapo wapiga kura huenda kupiga kura wakati wa uchaguzi. Kituo hiki kipo ndani ya maeneo ya umma kama vile skuli na maeneo ya kijamii. Kimsingi, hakuna mtu anayepaswa kujua nani uliyempigia kura. Kura ni siri yako ambayo inakupa uhuru wa kufanya maamuzi bila shinikizo. Usiri katika kupiga kura unafanya uchaguzi kuwa huru, wa haki na wa amani. Kwa mujibu wa kifungu cha 130 ibara ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 ya sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018 inaelezea rushwa wakati wa uchaguzi na kuidhinisha adhabu ya kosa hilo, ambapo ni faini ya shilingi milioni 5 na isiyopungua shilingi 500,000 au watatumikia kifungo kisichopungua miezi 6 na kisichozidi mwaka mmoja au vyote kwa pamoja, faini na kifungo kwa mtu atakayetoa au kupokea rushwa. Kwa mujibu wa kifungu cha 82 cha sheria ya uchaguzi nambari 4 ya mwaka 2018 imeipa mamlaka Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar kuweka utaratibu unaohusu upigaji kura mapema ambao utafanyika siku moja kabla ya siku ya upigaji kura ya pamoja au siku yoyote ambayo itaamuliwa na tume. Siku ya uchaguzi ya mapema ya mwaka 2025 mwaka huu itafanyika siku ya Jumanne tarehe 28 ya mwezi wa 10 2025. Watakaohusika na kupiga kura hii ya mapema ni wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi, wasimamizi wa vituo ambao ni askari na polisi, pia wajumbe na watendaji, pamoja na wapigaji kura ambao watahusika kusimamia kuweka ulinzi siku ya uchaguzi. Mpiga kura anapoenda kupiga kura anapaswa kuvaa mavazi ya heshima, staha na yasiyo na viashiria vya chama chochote cha kisiasa ili kuheshimu taratibu za uchaguzi na kudumisha amani kituoni. Epuka kuvaa mavazi yenye alama ya vyama vya siasa. Usivae fulana, skafu, kofia au mavazi yenye nembo ya chama, picha ya mgombea au kauli mbiu ya kisiasa. Kufanya hivyo
inaweza kutafsiriwa kama ni kampeni au uchochezi, jambo ambalo ni kosa kisheria. Baada ya kupiga kura, mpiga kura anapaswa kuondoka kituoni kwa utulivu, kuheshimu maamuzi ya watu wengine, kudumisha amani na kushiriki katika majukumu ya kijamii kama kawaida. Sisi wanachama wa OSEO tuko tayari kulinda amani ya nchi yetu. Wewe je?